Kwa majina naitwa Dora Michael Moshi. Mimi ni mwenyekiti Jumuiya Jumuishi Tanzania. Mkutano mkuu wa CCM 2025 tumeona namna ambavyo wamekwenda kuzindua ilani ya Chama cha Mapinduzi ambao ndio mpango kwenda kutekeleza kwa kipindi cha miaka mitano, yani 2025 mpaka 2030. Na Daktari Samia Suluhu Hassan amepambanua vizuri namna ambavyo wameweka vipaumbele katika makundi yote. Tumeona jana Daktari Kitila Alexander Mkumbo alivyoelezea kiufasaha kabisa vile vipaumbele 9 ambavyo vimekwenda kuainishwa kwenye ilani ya CCM. Ni ilani nzuri ambayo inakwenda kugusa maisha ya wakulima, inakwenda kugusa vijana na ajira, inakwenda kugusa makundi ya watoto na watu wenye ulemavu na vitu kama hivyo, ambapo sisi tunategemea kuona maendeleo zaidi. Tumeona hata kipindi cha 2025 ilani ya CCM ya hapa kazi tu na kazi inaendelea, namna ambavyo miundombinu imeboreshwa. Tumeona ujenzi wa madaraja, tumeona ujenzi wa reli ya kisasa kabisa ambao sasa hivi kuja Dodoma imekuwa ni rahisi kutoka Dar es Salaam. Wewe kama kiongozi wa Jumuiya Jumuishi kwenye kundi la watu wenye ulemavu, mwaliko huu umeuonaje? Umejisikiaje kuweza kuwasili katika mkutano huu, lakini pia kuweza kuhudhuria? Umeenjoy vipi? Yani watu wangetamani kufahamu. Kiukweli, kwanza kabisa kushiriki jambo ambalo linakwenda kugusa maisha ya Watanzania zaidi ya milioni 60 ni jambo la faraja, lakini pia na sisi tuna wajibu wa kupambana kwa ajili ya kuisaidia ilani hiyo hiyo kuweza kukamilika au kutekelezeka. Usipotoa ushirikiano kunakuwa hakuna kilichofanyika. Sisi tumefarijika na tunashukuru sana naibu katibu mkuu pamoja na ofisi yake kwa namna ambavyo wamekuwa organized na kujali makundi yote. Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ya awamu ya 6 imetenga fungu maalum kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Wewe kama kiongozi wa watu wenye ulemavu, mmelipokeaje hili au mna maneno gani yoyote yale ambayo mngetamani kumwambia rais popote pale alipo aweze kusikiza hata kidogo? Si tunachoweza kumwambia mama kulingana na ilani iliyozinduliwa jana. Hatuna ambacho tunamdai yeye, ila yeye anatudai sisi. Tusubiri Oktoba, takwimu zitaeleza. Na hali kadhalika hata kabla ya ilani hii, Rais Samia Suluhu Hassan ameweka vipaumbele vingi na kujali watu wenye ulemavu. Wewe ni shahidi, 2022 alikutana nao pale Ikulu. Kiukweli ilikuwa ni kula, kupigia story, ili kujadili masuala ya watu wenye ulemavu. Na tumeona ameidhinisha yeye mwenyewe fedha shilingi milioni 960 zilizokuwa zifanyike kwenye siku ya uhuru, lakini akazielekeza kwenye huduma za watu wenye ulemavu. Watu wenye ulemavu mmejipangaje kuelekea uchaguzi mkuu 2025? Sisi uzuri ni kazi tu, watu angalie changamoto. Changamoto kwetu sisi ni daraja la kutufikisha kwenye mafanikio. Ni kazi kwenda kumsemea mama, na sisi tunasema tunathamini utu wa mama. Kazi na utu, tunasonga mbele. Tutampa kura nyingi za kishindo na tutaonyesha thamani ambayo yeye ameionyesha kwetu.